Mungu ananiambia hivi, Tundu Antipas Lissu anitafute. Yaani Tundu Lissu anitafute. Kuna ujumbe wa kinabii ambao Mungu amenipa kwa ajili ya Tundu Lissu. Na kuna maombi ya kufanya ili kufungua hatima yake kwa ajili ya wakati mwingine. Nilimwona anatembea kichwa chini miguu juu 2026. Ushauri wa kinabii, kuna maelekezo yangu akifuata atatembea vizuri katika wakati wa Mungu. Kuna maelekezo yangu tu akifuata ambayo nitakayompa atembea vizuri katika wakati wa Mungu. Sasa sijui wakati wa Mungu ni lini? 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 Lakini haya maelekezo akinitafuta ndani ya miezi 9, 6, ule mwezi wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, atakuwa tafuta muda huo. Kwa sababu kuna jambo ambalo hayo maelekezo ninao mimi kama nabii. Mimi yani mtu ambaye anaweza kumfanya akakaa mahali ambapo yeye anataka kukaa. Japo sio huu mwaka wala sio mwaka 2000 hapo katikati. Hapo yeye anataka kukaa. Japo sio huu mwaka wala sio mwaka 2000 hapo katikati. Kama anataka kukaa katika nafasi hiyo, kuna maelekezo ambayo Mungu amenipa. Na maelekezo tu ya kuondoa kitu fulani juu yake katika ulimwengu, kwa sababu kuna matamko ambayo ya kinabii ambayo nitakuwa nitamke. Na ni mimi tu ambaye nitakuwa nitamke. Sio nabii mwingine wote, ni mimi kama nabii. Mungu ameniambia akija kwako wewe na ukatamka neno, utafungua hatima yake, hata kama hatakuwa rais. Lakini kuna hatima ya mkoa wa Singida ipo kwake, ambao yeye atakwaje kwako itamke wewe kama nabii, kwa sababu wewe ulikaa Singida na hatima ya Singida unayo kwenye mkono wako kiroho. Tundu Lissu kuna jambo ambalo tu unataka tulifanye, lakini kuja kwangu mimi tuombe wa maombi ili kufungua hatima ya mkoa. Yaani wewe Mungu bado hajakupa hatima ya nchi. Unataka kwanza ufungue hatima ya Singida. Ili asasa katika eneo la Wanyaturu. Ili labda Mungu uko mbeleni 2040 au 60 au 50, sasa sijui kama itakuwepo au nini. Labda Mungu uko mbeleni 2040 au 60 au 50, sasa sijui kama itakuwepo au nini. Lakini kuna kitu ambacho utatoka ufanye. Na ukifanya hicho kitu ndani ya miezi 8 ukakifanya na ukaandaa mkutano wa maombi katika mkoa wa Singida, lakini licha ya yote bado nchi hii kutawaliwa na chama kingine ni ngumu. Lakini akikuona kama nabii utamfanya asimame. Lakini sio kusimama juu ya nchi atawale nchi, no. Asimame kwenye hatima yake. Kwa lazima aje kuone ili mimi kama Mungu nifungue rehema zangu juu yake. Nje hapo kuna jambo gumu liko mbele yake. Lissu atapata 2030 atapata 100%. Aliyetaka nifanye nibadilishe hiyo nini hiyo draft niliyokuwa nimeifanya. Aliyekuwa anataka nibadilishe. Sawa. Alikuwa anataka nimtoe mama 2025 mama asiwepo. 2025 aingie Lissu. 2030 ndio aje mtu mwingine. Mimi nipo hapa kama mjumbe wa Ghana. Niliwaambia nilipopita pale kwenye matokeo, nilikuwa na funguo ya ile nyumba, ndio nikafungua ile nyumba, Lissu akaingia. Lakini ukipita hapa bado kuna vitu vingi sana hapa, inabidi, maana yake nilikuwa namuelekeza njia ya kupita. Kama unasikia video ya nyuma, maana yake kutoka pale kwenye matokeo kwenda pale kwenye ile nyumba kuna vinjia vingi kama drafti, alafu kuna kitu kinazunguka pale. Maana yake ukikwepa kile kinachozunguka na ujue kabisa njia ya kupita, kwa sababu vile vinjia vingi vile kuna njia moja tu ambayo ina daraja la kupita, lakini vile vinjia vyote vinaenda kukomea kwenye korongo. Sijui unaelewa? Kwa lazima mpate mwenyeji wa kupitisha kwenye vile viko kama draft. Unaingia huko, unatokea huko, unaingia
Kama ukiamua kunyoosha nyoosha, ukikunja hivi kaingia hivi, bado unaenda kutokea kwenye korongo. Kwa kuna njia moja tu ambayo ina daraja la kuvuka, ambayo mimi nilikuwa nampitisha Bwana Lissu, pita hapa. Na njia hiyo ndio hii ambayo ninayaongea leo. Njia hiyo ndio haya maneno ambayo ninayaongea leo, kwamba 2030 ndio unapaswa ufanye nini? Uwe rais. 2025 usije ukafanya janja yote au vurugu yoyote, yani kwamba uchaguzi matokeo sio sahihi, si hivi na hivi. Tulia. Unaweza ukafanya vurugu 2025 ukaikosa 2030. Kwa hiyo hayo tunaongea si kwa kujifurahisha, ili nyinyi mjue kwamba yule mtu ni nani na kwa nini ajue mambo haya yote, na kwa nini haya mambo yote yapangike. Waziri Mkuu wa mbinguni nimekabidhiwa kulinda nchi katika sehemu hiyo, na sisi hapa tutabiri wala tuete unabii wala tuseme unabii ili kujifurahisha. Tambueni ya kwamba sisi tumetumwa na Mungu na tunawaeleza mambo haya, na unabii tunautoa ili mtambue kwamba huyu ni nani, cha kwanza. Na pili, mfanye mnachotakiwa kufanya au mnachoambiwa. Amen. Umesikia watu wengi sana wametabiri. Watu wengi sana walitabiri, si ndio? Lakini nani mwenye suluhisho? Na nikakwambia wengine wanafunuliwa ili kudhibitisha kile ambacho mjumbe wa agano ameongea. Sawa. Lakini mwenye majibu ni mjumbe wa agano. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu na kukaribisha. Tunaendelea tena. Amen. Nabii Musa niko hapa, Waziri Mkuu wa mbinguni kama kawaida. Tunakwenda kuzungumza na marais wetu wa Tanzania ambao tumeweza kuwateua au wameweza kuchaguliwa. Amen. Najua kwa wengi sana wanahitaji nafasi za urais, wanazitamani, lakini Mungu naye ana makusudio yake, ana watu wake.